bado niko kwa blue. Amepura. Pura mzee, kwani Summit hivi ni hanaipinga nini? Hili Mugai, hizi Summit. Hizi basi la kitu tutawafanya mbaya. Huyu anajianguka. Chakal. Wewe. Toka Sasa tulie na mpira. Kama hiyo ni pass. Hiyo ni pass unajua. Mwafrika ana chase kila kitu. Was a good 45 minutes from the line. Obviously got the goal to give him the lead, but he's looked very, very lively as well. Benassi. Delighted to be 2 in front. Commentator amelia surely. Yaani umenimaliza. Well, here's the replay. He starts with a lovely 1-2 pass. Good. Pressure exerted. Can he remain calm? Beautifully timed. It's been slipped through by Marco Verratti. Kuna watu wangu wanapura. Well, PSG. Kuna itafuta sana. Ikilina kuanga mpaka kwa game. Si real life peke yake. Wewe, unaona hapo vile imechukuliwa buda. Hiki kitu ni mpaka kwa game. Kibuyu wapi save? Save imepigwa hapo wewe. Pigia kitu Neymar. We, ref. Hakuna ref gani? Ref gani? Mpaka na ref wewe. Ref gani? Well, you can tell what the fans think of that decision. It should have been a penalty. Neymar anafanya nini? We. Neymar. Pute. Wewe, twende, pura. Sasa, Mika. Wacha tukachapiane. Hii umenipiga. Hapo umenipiga. Wewe enda utrain kwanza England. Hata sasa kutuma Summit. Hapa. Train England alafu sasa ndio. So Mika, karibu. Asante. Have a seat or have a stool. Asante sana. Better still. Nashukuru sana. Unakuaje, mshefa? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Mambo vipi bro? Poa sana, ni aje bro? Niambie. Kile la baridi jo. Mzee. Chai itapoa. Itabidi mzee sasa tuiweke ikuwe moto kabisa. Chai pia ina sukari. So, ladies and gentlemen, mazee, karibuni to your weekly show. Show inaitwa Tuchapiane na tuko mtaa, tutakuchapiana. Of course, I'm honored to be in the presence of one of the most sought out after. Kizungu Buddha. So, tuko na Michael Olunga, Mika aka ana aka Mingi. So leo tutakuwa tunaongea naye. Of course, Mika umekam kwa show before. I think 1 year ago. But ile time ukikam tukuwa na chance mingi sana ya kubonga vitu mob because time ilikuwa limited na pia kwa show mlikuwa watu watatu, nyinyi wote ni wazito. Unaona? So leo nataka tuipeleke mdagi. Niko na maswali za mashabiki. Of course kuna vitu mingi sana unafanya pia kwa community. Kweli? Una mentor vijana. Very important mazee. Nimeona kazi yako juzi pale Baba Dogo ilikuwa safi sana. Asante, nashukuru sana. Tunapitia hizo vitu zote. Of course weekend pia kuna rally na nimwambia dadi yake mikakati wale wakipiga rally yao pia sisi tutoka hapa na msafara kupei tukiendaga. So tutaona kama tutaingia kwa hiyo rally weekend. Of course inaanza Friday mpaka Sunday. And then there are only 2 people. Hii introduction ndo nilifaa kwanza nayo. Wachezaji wawili peke yake wa Kenyan football ndio wameimbiwa wimbo. Mmoja amekaa na mimi hapa. Olunga bao 2 ka. Inakuwa ni bao 2 ama bao 3? Bao 2 3 vinafunga. So Michael Olunga of course ameimbiwa wimbo and the other person ule ameimbiwa wimbo of course ni mimi. Samisi tuseme vipi? Si ndio? But leo tuko hapa kuongea story ya wimbo, tuko hapa kuongea story ya ball. There are so many things may happen. Mika umepiga move kadhaa Europe, umepiga move Asia, saizi uko Uarabuni. So utakuwa unatupeleka tu pole but tutakula pia time yako mob because of course pia uko na pilka. But kuna kitu moja nilikuwa nataka ku highlight. Sekafa this year
inachezwa Ethiopia, na wamekama up na rule, wamesema teams zitatuma under 23. So I think watakuwa wanatumia ile format kama ya Olympics. So kutakuwa na only 3 players wale watakuwa over age. Bro, utapiga. Utaipiga ama tuachie kina Cheche waipige nini? Of course ni chance poa kwanza kuwa na tona kama under 23 because ni tona yenye ita expose mavijana wengi na ni kitu yenye itasaidia, unajua pia Kenyan football. But of course na believe kuna wachezaji wengi wenye wako hapa Kenya pia wenye wangependa kupewa hiyo opportunity. Unajua pia this season kumekuwa na a lot of players wenye wameimpress kwa club zao na believe wana deserve hiyo opportunity. So I think it's a difficult choice but mimi ningepea wachezaji maybe watatu. Maybe ukiangalia of course kulingana pia na form na situation venye iko team kama Gor wamekuwa na resurgence poa. Umesema umeanza tu ilikuwa lazima uanze na Gor cause juu umechezea Gor. Hapana, siko umeanza hata nafika United wako. No, siko nimechezea Gor but ukiangalia kama team yenye imekuwa na form poa, ukiangalia I think Bet King wametoa katebo ka teams zenye zimekuwa na form poa, player of the week nini. So ukiangalia Gor wamekuwa na form poa, KCB wamekuwa na form poa, Nairobi City Stars wamekuwa na form poa, Kakamega Homeboys wamekuwa na wakicheza poa. So I think ningesema mchezaji kama I think Shakava ameleta stability poa hapo kwa defense ya Gor na ningependa kumuona pia I think kwa hiyo squad ajaribu kuleta stability kama over 23 because amekuwa unajua Shakava ni huko kwetu anasema yeye sasa hizi ndiye ameturn 20. So ako bado kwa age bracket. Okay, baby yako itwa ya kwanza kama alikuwa under 20 but ndio opportunity imepresent kabisa. So I think cause ya hiyo pia anaweza kuwa pia leader, unajua pia wa team na of course pia pale Gor pia anapiga job safi kabisa. Mchezaji I think pia kama Lawrence Juma wa Sofapaka na believe hii season amekuwa exceptional, amekuwa kidupo, amekuwa na run fit pia na believe pia ana deserve hiyo chance. So na ni mchezaji amecheza poa sana Sofapaka, anapiga mabao juzi apiga na FC Tutu, amepiga left moja hatari sana. So ni mchezaji mpoa sana. Ukiangalia pia kwa hiyo kosi pia nimeona wachezaji wa KCB wameitwa wengi, na believe wana deserve because sahi wako hapo juu na kongole kwao. And I think also FC pia wamekuwa na very good run. Ukiangalia hapo mbele mse kama Elvis Macha hapo pia amekuwa akipiga shughuli safi pia. Not forgetting about pia wachezaji kama Kapaito. So I think mimi ninge pick Shakava, Lawrence Juma na Rupia. Hiyo team over age wale umepeana, okay tusiwaite over age, tuseme tu above 23 wale umepeana. I think most people will agree with you because as you said umepeana factor zako na si tunaona game hapa local have been exceptional. Shakava amerudisha stability Gor. Lawrence Juma juzi amepiga free kick moja hapo kali sana, lakini juu ni serikali wakapeana offside na si offside, si tunajua watu wa Gor sana. So hiyo ni fiti sana. So touch your story hapo, acha tuache pia makocha wafanye job yao. Kinokumbia wako pale, nimeona pia Salim pia wako pale, so I'm sure watafanya kazi fiti sana. Tuachane na story mob. Wewe unajua kwa nini nimekuja hapa? Buda, tuliongea story ya Sweden last year, katupeleka fiti. Lakini leo nataka tuongee story ya Japan kwenda Qatar. Hiyo move kuna watu wengi sana walifeel Olunga amepiga mabao. Kuna game ulipiga sijui bao 7 ama bao 8 kwa 2019. Boss, umekuwa unacheza na Samisi ya huko nini? Kwani Samisi ndio wanyonge? We, si Samisi. So, kuna watu wengi sana walikuwa na tetesi wanasema Mika angetoka Japan aende Europe, Mika sijui angetoka Japan aende Syria. Nini ili kuinspire ndio uchague hiyo move ya kwenda Qatar?
First of all, naweza sema Japan season ya 2020 nilikuwa na season poa. Na nashukuru God nilikuwa the first African MVP ever kwa J-League. Wow. Na nilikuwa top scorer pia wa league. And nilikuwa na amazing season, so nashukuru God, mafans wote wale unajua waliniombea na pia individual effort yangu. Yeah. Not forgetting family, watu wote wenye wali play a part, unajua. Daddy ali play a part kweli, unasema family. Daddy tulikuwa na yeye huku tu quick mat mahali. So unajua pia ile support mzee. Si ati kila siku pia ati game unapiga fiti. Kuna game utapiga mbaya. Unajua pia kuna wale watakukashifu, unajua kuna wale watastand na wewe. So unajua there's a lot of factors. Na mchezaji unajua ni poa ukiwa fiti mentally, pia hata physically na nini unaweza perform fiti. Kweli. So of course nilipiga shughuli safi. Naweza sema maofa zilikaa mkibao hapa na pale, but mimi kama mchezaji lazima ni analyze future yangu na niangalie venye nataka career yangu iende. So siwezi sema ati kutoka Japan ati singetaka kwenda Europe ama singekosa kwenda Europe, because nilikuwa na offer ya La Liga, nilikuwa na offer ya Serie A, nilikuwa na offer ya Japan, nilikuwa na offer ya Russia, nilikuwa na a lot of offers. But of course mimi ningetaka kwenda kwanza timu yenye nacheza, because previously nimekuwa Girona na nilikuwa La Liga ndio, lakini sikucheza sana. Unaona, na hiyo time profile yangu ukiangalia kwa history ilienda chini kabisa. Unajua, because mchezaji ni kucheza. True. Na nilienda Japan, profile yangu ilikuwa raised because nilicheza almost 90% of the games huko. Na hiyo ndio kitu ilinua profile yangu. Unaona. So the more you play, the more una display skills zako. Of course. And then factor ingine pia unaangalia team pia yenye unaenda. Mimi pia kwanza na study team yenye inanitaka. Naangalia style of play yao, kama ina suit the way I'm playing. Unaona. And then pia ningependa kwenda team yenye at least wanacheza at least not every time wana fight relegation battle. Naweza sema at least kwa hizo offers zenye zilikuwa zimekam hazikuwa za top teams per se. Unaona, but kulikuwa na hizo offers. So mimi pia nilianalyze nikaona at the end of the day lazima ni make a very concrete decision yenye na balance everything. Wase wengi sana usema story ya do. Yes, at the end of the day football pia ni career. Of course. Unajua, na lazima utengeneze ganji yako pia. Tumeona a lot of situations ya wachezaji pia wengi after ball pia imekuwa ni noma. Unajua pia kujisupport na kusupport pia family zao. So niliconsider hizo factors zote na at the end of the day nilichagua kwenda Qatar, Al Duhail. Nashukuru God nilifika huko, nimeweza kucheza na tukacheza pia Asian Champions League. Tumecheza pia ngoja wewe tumecheza game mob. So hiyo ndio ilikuwa ni reason, na hiyo ndio zilikuwa ni factors zenye zili happen na nikachagua kwenda Qatar. Yani unajua kwa nini nimekuambia ungoje? Nimekuambia ungoje juu umeongea story ya Chapa. Na nilikuwa kuna mtu niliambiaga hiyo time. Kulikuwa na watu wengi sana walikuwa wanaongea hiyo story. Sijui kama ulitrend hiyo siku. I think ulitrend. Kwa nini? Nikaambia watu, unaona, mimi nimeishi majuu. Na naweza kuambia ukweli, the reason why nilitoka Kenya nikaenda majuu ni kutafuta greener pastures. Na siwezi sema ati nilikuwa nalipua Chapa mob sana hiyo time. Ni kitambo, nilienda kitambo sana. But hiyo time ningepewa reason ya kukaa Kenya. Tuseme, acha tuchukue example, nilienda Dubai. Tuseme nilikuwa nalipua 80,000. Hiyo 80,000 ningekuwa nalipwa hapa Kenya, ningeenda Dubai kufanya nini? Hakuna. Dubai ningeenda holiday. So I think vile unasema ni lazima ujijenge Chapa kwanza, and then of course football. Hizi vitu zinapatanga kwa runway. Nani amekuambia pale Qatar uwezi to? Si Desa alicheza Qatar akaenda. Tunakuja hapo. And then kitu kingine pia mimi believe kila mchezaji ako na journey yake. Of course. Na si wote hatuwezi kuwa same. Wewe maybe njia yako ilikuwa ni uende through maybe South Africa ndio ukuje uende Europe, or maybe uende South Africa uende USA ndio ukuje urudi Europe. Or kuna wengine unaanza straight na unaenda Europe. Hata mimi nilianza na nikaenda Sweden, nikaenda China, nikarudi tena Europe, nikaenda Asia. So at the end of the day route za wachezaji ni tofauti na destiny yako is not my destiny. But at the end of the day hiyo talent yenye God amekupatia football, unafaa ume good use of it, ndio ukitoka hapo you feel satisfied with it. True. So at the end of the day try to have a balance ya both. That's how me I view it. Nikipata good football na nipate
pia naweza jijenga financially because at the end of the day nataka nicheze ball ni feel unajua niko satisfied so mimi nikicombine hizo factors zote inanipatia balance poa. How much? Well, watu walisema Olunga move ya Japan Qatar, kuna hata mtu alinitumia message hapa, Olunga signs for 98 billion 98 billion. Ai no, naweza sema tu ni umecheka. Nacheka tu hata vipi juu sometimes unasoma news zingine information they are so inaccurate, unajua kwanza upate mpasho Olunga na alafu amekuweka mapesa huko nyuma 98 billion. Unajua lazima wa ride on hiyo story. Baba huko Shagosi simu zitalia sana. Baya, but I can say it's enough to keep us going. True. Baba acha tu hiyo tutaongea baadaye huko. Unajua bado niko na commission yangu hapo. Afcon. Tutarudi bado at some point tutarudi Qatar, but nataka pia as the standing captain wa national team because I think niliwatch game ya Egypt wana band. Bro, I think expectations za Kenyans ilikuwa ni the bare minimum itakuwa ni kwenda Afcon. Ndio watu katolewa. Thoughts zako? Naweza sema of course ni dream ya kila mchezaji kucheza Afcon. Ukiwa cheza Afcon, I think it's the topmost competition hapa Africa. Na thank God 2019 tuliweza kugrace hiyo tournament na ilikuwa ni experience moja amazing, fiti sana. Tuliweza kurub shoulders na some of the best players. Group yetu actually ndio ilikuwa na 2 of the finalists, Algeria na Senegal. Yeah, na ilikuwa ni poa sana, at least kwa hiyo edition tuliweza kucheza nao. And I believe hatukuweza qualify this time round. Na siwezi sema ati wachezaji hawakujitolea. Mi personally niliweza kucheza 4 of the qualifiers games na naweza sema of course kulikuwa na a lot of issues na a lot of vitu kama COVID nini na nini unajua na tulikuwa na challenge. Game ya Togo apparently walisema kuna ma players walikuwa na COVID, ulikuwa mmoja wao. Yeah, but naweza sema hatuwezi sema ati there's a lot of excuses unajua ati as to why we did not qualify. Naweza sema tu we had our opportunities, unaona, na tukuweza kuzitumia, unaona, and I believe kwa hii level ya national team when the opportunities are there na ujazitumia, I believe it's very difficult, unaona, cause ukiangalia I believe games at home hatukuweza kuwin hata moja, tulipiga draw 3 hapa. So I believe going forward maybe kitu yenye tunaweza jaribu kuimprove more ni maybe games at home hapa tujaribu kuchukua points, cause ukiangalia team zenye zili qualify hata kwa pool yetu ukiangalia games zao za home I believe zote zilichukua at least minimum 6 points. So I believe going forward tu ni kitu maybe kweni kama culture, unajua ukienda mzee West Africa ama uko North Africa, true, yani home ni kichinjio, home yani inakuwa ni kama kichinjio. So naweza sema tu, siwezi sema ati there's a lot of excuses, unajua, because already now atuko kwa hiyo picture, but we still have unajua another opportunity, kuna pia ma games zenye zinakam, so just to look forward to the next one, na in case unajua utakuwa hapo na utapewa opportunity tena na coach ya kurepresent, just trying to give it the best. Good stuff. Still on the national team and still on AFCON. Game ya Egypt mzee. We played against one of the best teams in the world actually, not only in Africa. Kulikuwa na kina Salah, kina nini, captain mzima. So of course unajua saa zingine pia unasoma kitu watu wanasema nini. Watu wanasema kwa hiyo game ulikuwa na chances za ku win the game for the team, but ilikuwa vile ilikuwa. But the Olunga we know, tunajua uko clinical, unafunga mabao. Do you think hiyo game ingekuwa na scores different kama unge convert the chances, because ilikuwa talking point sana hiyo siku, and did it affect you in any way? Well, anaweza sema of course ingekuwa zile siku zangu Mika, mimi hizo ati wewe unajua bana Bram, kitu naweza sema ni of course haikuwa ni one of the best days in terms of the scoring ability yenye wase wengi wananijua nayo, but sometimes kutakuwa na games like those, it's not the first one na haitakuwa the last one. True. Kutakuwa na
game kama hizo na tumecheza a lot of games hapa hivi na nakumkata game ya Ethiopia tukicheza hapa Stadi ilikuwa na pressure mbaya, ground ilikuwa imejaa, unaona, but game ilienda up imekuwa fiti, unaona, na tuliweza kusaidia team, but unajua you can't dwell on the past. True. Naweza sema of course ilikuwa ni an honor kuanza kulead team hiyo day, unajua, na wachezaji wote wenye walicheza na watanku wote walijituma fiti sana, walikuwa exceptional, unajua, even though hata game hatukuanza poa, but in the long run tulistabilize. Na ningependa tu kuthank pia wale wote walitusupport, unajua, regardless of everything yenye national team maybe imekuwa ikifanya. Kuna wale tu watu wenye wamestand na sisi na wametusupport. Na of course mi kama player huu mwenye nilikuwa captain na player mwenye nimekuwa hapo pia mzoefu, criticism is a must. Lazima. Na if you want to be the best lazima u accept criticism because si game zote utacheza poa. So unakuwa tu, unajua, humble, una accept, unajua kama game haijakuwa poa, haijakuwa mbaya, and you just try to, unajua, sharpen for and to make it up for the next one. True. Good stuff. Buda, unajua sasa hiyo ndio tofauti ya masomo, unalipiga na majibu zingine, yani hata nashindwa kuuliza, nasema yes. Cheki. Congratulations. Asante for sana. the successful tournament you had over the weekend. Nashukuru sana. Maze nikwambia masaibu ilitupata hiyo siku. Ilikuwa ni mbaya sana. Tulikuwa tumeenda shughuli nyingine area za Githurai 44. Tulikuwa na Cheche. Karimi pia yeye wagana inspire watu hii. So pia alikuwa anatoa watu hii. So ile sababu nilikuwa nimepiga ilikuwa ni ile unapiga hesabu mbili. Boss, Cheche atakupigia hiyo story siku moja. Tuwezi sema kwa kamera, watatujudge. Cheche nitafuta kupigia story. Watatujudge. So, hii tournament yako hii ni 3rd edition. Last year you didn't do it because of course COVID, sio? Nakumbuka tulikuwa na plans za kujaribu kufanya kitu pia huko home na vitu kama hizo. Hii ni tuna give back kwa community. And umetumia hii opportunity since you're here on pre-season ku make sure hii time kidogo uko nayo mazee, bado umeenda mtaani ukapiga tona moja bab kubwa. There's very few people hii town wale wanaweza piga tona kama hiyo na iko successful because it takes a lot. Everyone can do a tournament, but it takes a lot to put in the shift. Najua kuna watu wali work behind the scenes, kuna watu walifanya tournament ikangara vile ilingara. What plan ile uko nayo ya hiyo tona? Do you have a follow through plan na au mavijana either because I think kulikuwa na program ya scholarship or something? So can you take us through that kidogo? Naweza sema weekend tumekuwa na tona ya Michael Olunga tournament 2021 edition. Ilikuwa ni safi na thank God shughuli ilienda poa. Na thank wase wote wenye walikuwa behind the successful tournament because it's a team na through the team ndio tumeweza kuachieve the good tournament. All the teams wenye wali participate, congratulations to the winners. Jihad winners walikuwa Jihad na ilikuwa ni finali safi sana. Na hata pia thank to national team coach Ghost Mule, alikuwa in attendance, na pia coach wa KCB Ziko. So ilikuwa ni fiti, mavijana walikuwa inspired na game ilikuwa poa. Of course it's a good way because na feel proud, hapo ndio mtaa, hapo ndio penye nilicheza, niligrow, nimecheza hapo. Na ilikuwa poa kurudi pale hivyo, ile feeling, unajua ilikuwa ni fiti sana. Kuna wachezaji wengine pia tulicheza nao, mabeshti wangu wa kitambo, kina Mariko walikuwa hapo, wali represent full force. Ilikuwa ni poa. Committee yangu pia ilipiga job poa sana, big up na washukuru sana. Umesema kuna committee? Hii committee ni kina nani? Hebu ataje tuajue. Ni wadau, ukizama mzee zama. Walai? Zama mzee. Ukizama utapata watu. Nawajua wengine. So hiyo tona it's a way of giving back to the community. Na tumekuwa tukipiga pia Kasipul Kabondo. Lakini this time hatutaipiga because Homa Bay wamelock kiasi na wameban all sporting activities. So hatutaweza kuifanya huko. But in the long run, of course, ni tona yenye tunataka i-produce a lot of talents, unajua mtaani. Because na believe kuna a lot of raw untapped talents na potentials wenye wako huko hivyo mtaani. So kama inaweza kuwa ni an opening to some of them, inaweza kuwa ni a bigger
opportunity and platform going forward. Yeah. So nataka tu ikue nitaona yenye in the long run inaweza acha legacy poa na inaweza pia fungulia njia wale wachezaji wenye hawana hiyo visibility cause hawachezi maybe ligi za FKF. Good stuff. Nilikuwa nataka kuuliza kitu about tukianza show umeongea juu ya family, support ya family. So ningetaka kuuliza support imetoka kwa various circles. Family is one of them. But this the Ghost Mulee factor. Role gani Ghost ameplay kwa career progression yako ama amekusaidiaje kudevelop kama mchezaji? Na pia religion unaona ukipiga bao buda inakuwa gani? God above all. God above all. Siku zote. Yeah, first of all, kila kitu mimi usemanga hata talent yenye unacheza ball ni God amekupatia. Hata kupiga bao kila siku, kukua tu healthy, kwenda kwa pitch tu kwa healthy. Ni first of all God. Piga bao mzee ni God. Saa zingine mzee unapiga kifua imeingia. Umepiga nini imeingia. Unajua? So unajua factors zote tu mimi attribute to God. Unajua because there's kuna watu wengi wenye wanataka kuwa maybe kwa hii position yenye niko, including myself, but mimi niko hapa today. Unajua hiyo ni kwa neema za God kweli. So first of all ni thank God. Of course pia Ghost amekuwa ni best yangu for long since 13 years. Nimecheza academy yake for so long, nimecaptain academy yake. Tukashinda Nairobi County League unbeaten. Nikiwa captain, nakumbuka finally tulibebea Dandora Stadium. Ilikuwa ni fiti sana, amazing. Na Liberty, Liberty Academy. Na amenisaidia sana, nimse tumework naye, amenisaidia kwa roles nyingi, discipline, unajua ku try ku enforce your discipline, humility, because amerub shoulders na wachezaji wengi kabisa. Unajua amekuwa coach, amekuwa kwa technical bench ya Harambee Stars, amekuwa coach wa hapa, ameshinda Sekafa. So ni coach mwenye amekuwa na experience pia kubwa. And it's an honor pia na work na national team. Sikuwa jua opportunity kama hii inaweza present itself. Na unajua ina feel poa ukiona msee mwenye mmework naye all this while mnaweza come back tena years later mka work together. So namshukuru tu pia sana coach Ghost Mulee. Na hope pia anaweza endelea kuinspire wachezaji wengine, not only Olunga, kuinspire wachezaji wengine kabisa. And anaweza produce even more players through your academy yake yenye ni Liberty. Good stuff. Kapoeps najua pali yuko saizi amepiga kale kalaf kake. Tunamezea sana. Na big up by the way kwa coaches alikuwa juzi India, akadonet kidney kwa brother yake alikuwa sick. Yani inakuonyesha ni mtu aina gani, unagete. Timu yangu ile ya Ocha vile ilikama hapa kucheza ile Super Cup, Battle of the Super Cup na Gogo. Lakini mliumwa. Tulia, sasa si ungoje. Highlights mzee. Si ungoje. Highlights mzee. Alafu kiwanja ilikuwa imejaa. Hawezi jitoa. Baba lakini ilikuwa noma. Waliona kivumbi. Waliona noma. Kwa kivumbi. Yaani ilikuwa ni noma. Ilikuwa ni kivumbi kwa kivumbi. Sasa alafu Ghost mpaka likam, akakuja camp, alikuwa amecamp hoteli ya kifahari sana huko State House. Niliona clip. Ghost akawapatia motivational talk, Pamzo pia kakama kabunga na vijana. Yaani najaribu kuonyesha the kind of person coaches yuko na vile umeisema. Hiyo siku Ghost alikuwa na matanga. One of the family members alikuwa midedi, relative fulani alikuwa midedi. But Ghost still made time akakuja kuongea na vijana. Niliambia coaches mazenye mimi siwezi mpei. But everything ile anafanya, I think na ndio maana yuko mali yuko mpaka saizi. There are very few people who can do that right now in the game, and Ghost Mulee is one of them. So big up coaches and all the coaches who are doing very good things out there. Kuna do inaitwa development fee. So development fee yako inaenda wapi? Inaenda cause iko si kuna hiyo do inakuwa inaitwa solidarity kama hiyo. Juzi nimesoma kwa gazeti kwa one of these tabloids tu hizi kwa mtandao ya kwamba movie umepiga kwenda Qatar, solidarity fee yako ilienda sijui Thika United. How true is that? Is it true ama? Inafika. Inafika solidarity fee inafika. Na I think team zote zenye nilichezea zimepata hiyo do already ya Qatar. Thika United, Tusker, Gor Mahia,
Liberty Academy na Rudni FC pale Babadogo penye tulikuwa. Na siuingize Samiti pia hapo tu kwa hiyo solidarity bwana. Samiti hawezi ingia na of course pia hata nipoa cause umeniliza hiyo swali. Kuna pia article imekuwa ikienda around, kuna timu ya mtaani huko. Iliona article moja wameandika ati kocha amepewa 45 million. So coach mgani usinipatie namba yake tuchapiane kidogo. Aitwa coach Indi ati amepewa 45 million Kenya shillings ama Zimbabwe. Kenya shillings. But ilikuwa ni uongo, si true because of course kulikuwa na matimu pia zenye nilikuwa nimechezea na ningependa tu kusema Rudni team zenye ziko entitled kwa hiyo solidarity fee. The way iko kwa system ya federation ni Rudni FC, federation yetu ya Kenya hapa. Federation yetu ya Kenya ni Rudni, Liberty, Tusker, Thika na Gor. Na zote zinapata. Yeah, because at zote zinapata and they can confirm zote zinapata. Yeah, juzi zote zimeget confirmed. Okay, mi siingiangi into the small details of it. Unaona? But hizo I think ni ina boil down to the federation because I think hao ndio wenye wana communicate directly to the clubs. So I think ina boil down to the federation na hizi clubs I think ziwaandikia federation barua and they receive their money. So everybody amekuwa akipata what is theirs. Mika, unajua hiyo inanileta kwa point gani? The importance of academies. Because the reason why Liberty wanapata hiyo do ni juu ulikuwa pale wakakudevelop. Maze kuna maakademi mingi sana na sijui kama kuna hizo structures because I think maybe the reason why ziko hiyo link connected na federation is because hizo academy lazima pia ziko zimeregister na nini na federation. Buda nataka kuregister academy 5, kila academy itakuwa na jina yangu. Ma solidarity fee ndio nakuwa na ngoja tu nikiona mchezaji ameingia hivi TZ simu kweli ndio hivyo. It's true venye tu unasema, it's true. Samiti FC wanafaa kula doya Joash juu alituchezeaga tournament. Not tournaments kwa sababu labda tournament haiko affiliated to federation na iko affiliated to FIFA because utanichanua lazima nikule hiyo gani. So it's a process pia but it shows if you cultivate a player you need to reap and there's no shortcut to it. Na pia wase wengi wenye wamedanganya with different agents na nini na nini. Me I believe to give people what they deserve. Unaona? Work input is equals to work output. Ngoja. Unaelewa? Work input is equals to work output. Chenye unaweka, what you cultivate. Bula hapo umenichanganya kidogo. Hatujaingia bado field. Acha. Hebu iseme na Kiswahili. Kazi imeingia ndio ile ambayo inatoka. Ndio hiyo. So naweza sema tu venye tu umesema of course inafaa ianzie chini. Kuna a lot of academies, good structures unajua zenye zinaweza give birth to different kinds of players. Unaona like kukiwa na hiyo structure na the more we have more academies, the more we have good training facilities, I believe the better kind of players to produce and I think itakuwa in the long run good for Kenyan football. Very true, absolutely. Wacha tuache hii mambo ya solidarity mazee, nimeanza kumwona kichwa juu zile figures ziko pale mazee, we are talking millions Kenyan shillings. So hiyo tutakuja nayo baadaye. Club World Cup, it was the first time you're playing in such a big tournament. Experience ilikuwaje bro? Bayern pia alicheza hiyo tona, Al Ahly walicheza hiyo tona, kulikuwa na Al Duhail na mlichezea Qatar, sio? Kweli. Baba. Big player. Big player. No, ilikuwa ni opportunity poa sana. Naweza kukuambia I believe ni Mariga tu na mimi tumecheza hiyo FIFA Club World Cup. Wallahi, Mariga amecheza akiwa Inter wakibeba Champions League. Na sisi of course by the fact that tulikuwa host country tulipo hiyo merit ya kuicheza. So naweza sema tu ni opportunity moja yenye ilikuwa ni amazing sana na tuliweza kucheza na Al Ahly wakatutoa walitufunga 1-0 but the feeling tu na the atmosphere
na the caliber of the game you could feel it. Unajua because pia wale Arabu walikuwa mzee wamekamgrao, ilishona mbaya na ilikuwa ni opportunity poa sana pia. Unajua kuona pia timu kama Bayana hapo wakipiga pia tuliwaona live, ilikuwa ni poa sana. Hatukucheza nao though, but tuliwaona hapo live, walipiga fiti pia na najua ulikuwa tu ukisema hapa mimi naweza kucheza hapo kwa Lewandowski. Of course, unajua ni opportunity tu. Unajua mimi na believe opportunity ikijipresent it's just a matter of kuweka hard work. Unajua it doesn't matter where unacheza, but all in all it's all about hard work. Hata ukiwa hapa Kenya Premier League na uwezi tia bidii, hizo bao uwezi zifunga. Unaelewa? So it boils down first of all to hard work, commitment, unajua discipline, and then the rest zina fall into place. Buda, alafu ulitoka hivi Club World Cup ukaingia Asian, kapiga ligi, alafu tukaingia Asian Champions League. Huko tena ukavuruga. Huko tena nikaingia, nilipiga 9 goals in 6 games na ilikuwa ni fiti cause nilipiga tulikuwa pale Saudi Arabia mzee, pia joto kidogo, ilikuwa ni noma, lakini unajua kazi ni kazi. Lazima iendelee. Na tulipiga job fiti. Tulipiga job fiti even though tulitolewa group stage game ya mwisho, but I think niliweza kupiga tona safi na thank to God pia kwa kuweza kufanya nikapiga hizo bao zote hapo hivyo, na hope another opportunity tena ikijirepresent naweza piga shughuli safi. Kama Japan la season nilipiga kwa league, nilipiga game I think nilipiga 28 goals in 32 games zenye nilicheza. So naongelelea games zenye nilipiga from start. Hiyo season nyingine nilipiga 27 I think in 30. Sai Al Duhail nimepiga 20 goals in 21 games. So shapiga about 20 already in 21 games. So ukiangalia hiyo ratio unaona kitu inaingiana. Unaona? So hata wenye na watch waende hizo teams zenye nimecheza, waangalie zile games zenye nimeanza. Juu mimi na believe mchezaji pia ukiwa kwa first team unajua unaingia, you are not thinking of whether I will play or not. Nafikiria venye ndapiga hiyo net. So ukiangalia vifiti unaona hiyo ratio is not maybe 1-1 but inakaribia. Unaona? So ina boil down to ile point yangu yenye nasema hata hapa Kenya Premier League ukiangalia tu ukiangalia ile season nilicheza hapa 19 goals, hesabu game ngapi nilicheza from start. So all along ni bidii. Mimi nasemanga ni bidii. Hata kama unacheza hapa, unacheza Zambia, kuna wachezaji wanacheza Zambia, kuna wachezaji wanacheza Sweden, unaona? But kama una hiyo hanga pia ya kucheza na kupiga mabao, hauwezi perform. But lazima uweke hiyo hard work kwanza, commitment, alafu discipline, unajua pia ina come through. And above all God. Umemalizia na sagodi. Ndio hiyo. Xavi. Saizi mko league moja. Ana coach timu gani? Ana coach Al-Sadd, ndio walibeba ligi. Alafu pale Japan pia ulikuwa unacheza against Iniesta, kuna time paka Iniesta na kwa acknowledge. Yaani amesikia uzito. Anatamani huyu angekuwa kwa timu yangu ningekuwa nimemjenga mbaya. Hiyo experience ikoaje kucheza considering that these are some of the best midfielders wale tushaikuwa nao kwa world? Ni poa, naweza sema ilikuwa poa. Tulipiga si hao pekee, kuna paka Kazola anacheza Qatar, sio? Kazola pia ako kwa timu ya Xavi. So ilikuwa ni fiti kucheza na Iniesta. Unajua kwanza hiyo game tucheza na Kobe, alafu pia hiyo game nipiga bao 2. So ilikuwa ni game poa na I think hata ni fiti. Tulichange na yeye na ni mchezaji mwenye unaweza learn a lot, unajua kutoka kwake, na ni mchezaji mwenye ako so humble, down to earth, na ukiangalia job yenye amefanya si wote tunajua kila kitu amefanya, World Cup winner, na kucheza naye pale hivyo ilikuwa ni amazing fiti. Sasa hapo Qatar Xavi ana coachio team akina Kazola. Ni fiti sana, tunaweza kuplay na wachezaji kama hao, unajua because growing up unatamani ku rub shoulders na hawa na thank God pia kwa hiyo opportunity ya kunieka kuweza to share a stage with such kind of players. Good stuff. Ukirudi Qatar Buda,
ambia Shavin salimia na mimi. Itabidi nimlete ya coach team yako basi summit siju. Nikamko vibaya sana. Baba ile TV inapiga saa hii. Tumetafuta mpaka coach mwingine anaitwa Shem Jackton. Noma sana. Huyo ndio Shavi wetu. Bro, kuna hii issue ya Croach. Joseph Okumu amepiga move pale Belgium. KAA Ghent. I hope nimesema fiti. Waliandika pale na Kidutch, wakaandika Kenyan. Boss wa Kenya waliwachukua hapo kwa Twitter mpaka ikabidi tena tweet nyingine. So Croach amepiga move, ameingia pale Belgium, one of the top teams in Belgium, in the Belgian league. Kwa country tuko proud for such move because this is what we want to see happening in the Kenyan game. Croach yani hii ndio utasikiaga ile yani opportunity kikam grab because nikikumbuka vile Croach ameingia kwa national team kidogo ni Yanga ameumia. Imebaki sijui ma defender watatu kidogo. Josh pia kaumia. Ikakuwa sasa ni tumebaki tu na Crouch na Musa. Unaonaje hiyo move? First of all, congratulations Joseph Okumu for moving to KAA Ghent. Ni move poa sana na naweza sema ukiangalia Okumu venye tu unasema na nitaeko sentiments zenye nimesema before. Commitment, hard work, discipline. Haina siri. You can just see the traits. Unaelewa? Because first of all ni mchezaji amework hard. Alikuwa Chemelil FC. From Chemelil amepiga move zake. Venye unasema. Na wewe mwenyewe umesema hapa. Hata circumstances zenye zilifanya akaingia national team. Inakuonyesha opportunity ilikamwe na ready. Most of the time unapata wachezaji maybe opportunity inakam but you are not ready to grab it. You unalia for opportunity mbona sichezi, mbona huwa chezi. Sawa Olunga maybe siku moja ameumia ama siko hapo I can't play ama sijaitwa national team ama nini. Hata kwa club level then opportunity inakam but you are not ready to grab it. But ukiangalia mchezaji kama I think ana deserve your moment. Na I believe pia God ana assist pia wale watu wenye wanaji assist themselves. Na ni mchezaji amepiga shughuli safi pale Sweden. Amenominate kwa awards kadhaa na you can just see. So mimi na big up sana Joseph Okumu na congrats on your move. Na I believe ikwetu ni a stepping stone to even more and more achievements. Kabisa. Mazee Okumu, wherever you are, tunakuwish all the best mazee. Najua kuna watu wa majazi kama kina Tosh washaanza kuingia kwa DM but iko tu sawa. And then kuna history ya COVID nataka uniambie imekuwa na impact gani because unapata kama the Kenyan national team ilikuwa ina prepare kucheza qualifiers za World Cup. I think zilikuwa zinaanza June but tena zimepelekwa mpaka the next international window. Impact imekuaje ya COVID kwa sports bro? Na wewe imekuwa affectaje kama individual? Naweza sema of course tuna live kwa times zenye tuko tricky. It's very tricky because of course with COVID a lot may happen. Speaking on sports fraternity, naweza sema ukiangalia kama saa hii venye umesema tungefaa kucheza qualifiers but hatujaweza kucheza. Unaona? But of course at the end of the day we have to prioritize life. Unajua and health. And the well-being fair of the players. So at the end of the day ni situation yenye imetuweka ina fix. Not only Kenya but also other countries. Na tungependa tu kukuwe na like a solution to it. Unajua because of course it's very difficult and challenging but of course tuna thank pia government wameweza ku agree na federation league ya Kenya ka resume. It's a positive step unajua in the right direction because hata league ya Kenya ilikuwa imesimamishwa just right after the qualifiers. So of course sasa wamerudi. It's something which is positive na na hope hata other measures zinaweza kuwa included so that zinaweza favor not only football unaona but also other sports in general in Kenya so that because just like we said hizi ni career. Kuna wase wenye wana depend on football, basketball, all the other games as a source of income. Unaelewa? Na kama hizi games haziran, mapartners pia wana pull out na wachezaji wanakuwa affected. So ningependa tu ku-urge pia gava wajaribu tu ku-come pia na guidelines
zenye zinaweza make things zimerun smoothly na games zisikansoliwe. Tuliona game ya madem zingefaa zichezwe pia zilitolewa Starlets. Yeah. So unaona it's a big blow not only for only the men team, the women team and other sports fraternity. So ningependa tu kuomba government na Ministry of Sports wajaribu tu kufind good guidelines zenye zinaweza fanya at least sports zirun smoothly na wachezaji wote all kinds of sports waweze kupata unajua ile back feeling ya game na pia source of income na livelihood zao ziweze kuendelea pia kuwa fiti. Kweli kabisa, na mimi nitaongea kama mtu wa Jaza Study. Unajua football without fans is not a sport, and wewe umecheza kwa stadium zile zinajulikana kwa ushabiki. England, the UK government imetangaza kwamba the semi-finals and the finals of Euros zita increase attendance to 70%. That means Wembley itakuwa na 60,000 fans. I think that is very encouraging to hear. Maze, I hope pia the same thing will be replicated to the Kenyan Premier League. We really want to go back to it. Mimi maisha yangu ni kwa stadium. Sasa wakitufungia wamenifungia. Unaona? Na babeste zangu Dubai kina Saluda wameniambia huko mambo imerudi fiti. Watu wanaenda club, watu wanaenda study. Sijui Qatar kama imefika hapo pia. Qatar tukitoka bado mafans wako wana come through because kulikuwa na a rise in cases of COVID-19 but ukiangalia pia country kama Japan games inaendelea normal, mafans wanaingia ndani na ni fiti venye tu unasema hiyo impact ya mafans ni fiti sana kabisa. Ukiangalia Euro inapigwa, ukiangalia Hungary mzee wanajaza hiyo kiwanja na umeona wapiga draw na France wa world champions so it just tells you the effect yenye fans wako nayo na hiyo atmosphere yenye wanaweza patia wachezaji unaelewa. So venye tu tumesema gava wakiwa na good guidelines na wakimeet na all stakeholders involved unajua wanaweza come up na guidelines zenye zinaweza favor unajua crowd na hata wachezaji pia. Baba Japan mpaka walikuwekea kitu hapo waimbi Kiswahili lakini walikuwa tu hakuna matata Olunga si kulikuwa na wimbo ya nini ya mashabiki kulikuwa nayo. So imagine bila mafani wangekuwa na ulisimama mpaka pale na ile inaitwaje ile ahuja ilikuwa inaitwa ahuja zile handheld nini mic whatever imagine sasa bila mafani utaimbiwa na nani? Ni noma. Hata magames ikianza mzee ulikuwa unacheza game ya ligi na kanika friendly unaona but sasa ni tu ile lazima unasikia tu sauti ya players mzee alafu ipate mnatafuta ball kama Samitsi ni noma mzee ni noma inakuwa ni noma sasa inakuwa ni fiti kama mko on the winning side lakini kama ni mnagongewa kiarabu tu inapita hapo habibi inapita mzee inapita noma sana. So tuko karibu kumaliza Mika but nataka tu kuuliza kama swali mbili alafu tumalizie. Najua pia ni masaa yako ya kujiekelea. Umecheza La Liga, umecheza J League, sasa uko Qatar. In terms of development ama jamaa wako level zingine tofauti sana. Bro, najua kuna time retire, utarudi mtaa. Ni nini ungeweza taka kuona imeimprove kwa our Kenyan game ili umeona huko nje? Ukapewa hiyo opportunity ya kuimprove kitu itakuwa nini? Mimi naweza sema tu the way the players wanakuwa assimilated to the clubs because ukiangalia kama hizo country zote nimeenda starting from Sweden kwa China then nikaenda Spain Japan na sasa niko Qatar hizo teams ziko na under 20 hizo teams ziko na under 23 hizo teams ziko na under 18 na kuna senior team wachezaji wanakuwa assimilated right when you are still 18 years old unapewa debut. Assimilated inamaanisha like wanakuwa wanaingizwa kwa team mchezaji wa 18 year old okay team imekuja kuna wachezaji 5 wako injured wanaleta wachezaji wa academy wanaingizwa kwa team na wanaenda game unaona mchezaji anaanza kupata ile feeling so it's like a sure way unaashua huyu mchezaji wewe saa hii uko Al Duhail under 23 for example wewe unajua tu nikitoka hapa naingia senior team there are high chances
of course si wote wenye wana at the end of the day wanaingia senior team, but you have high chances kama si Al Duhail utaenda team ingine or even a better team or team ingine yenye inacheza bado hapo kwa hiyo league. So mimi ningependa tu like hata in near future kama kunaweza kuona kulikuwa na staff poa sana ya KPL under 19 yenye ilikuwa inachezwa, but ukiangalia hizi team ni team zote kweli zime maintain ama unaweza track progress yao KPL under 19 players. Unaona I'm happy niliweza kucheza the first edition ya hiyo KPL ilikuwa Tusker. Unaona, na ilikuwa ni platform poa because I think ni Western Steam walitufunga finali 4-1 if I remember pale Ruaraka. Na ukiangalia hiyo Western Steam mzee walikuwa fiti mbaya. Na ningependa tu hiyo ndio kitu yenye mimi ningependa sana because kukiwa na hiyo youth system itakuwa very easy hata kufind under 18 national team, under 20, under 23 na senior team. True. And I believe with your progress even the national team ita benefit because kutakuwa na a lot of players na reference point itakuwa tu ni hizi ma age groups na itakuwa ni fiti sana. True. Speaking of the age groups, I think the last edition ile iliye organiziwa ya age groups fiti organize ilikuwa gani Coca-Cola under 17 mazi. Hiyo tournament ilikuwa fiti because ilikuwa inachezwa na regions. So wewe watu wa Western wanakutana na watu wa Coast, watu wa Coast wanakutana na watu wa North Rift. Hivyo ilikuwa fiti sana. Nakumbuka hata hiyo Coca-Cola hiyo mwaka yenye tulikuwa Harrison Mwendwa. I think he was the best player hiyo tournament na alienda mpaka South Africa. Upro kutoka kwa hiyo tona. Hari alikuwa mzee akichukua hiyo ball kwa wing. Ana swing it. Mzee alikuwa yani sisi mzee tulikuwa tuko chuo huko hapa hili lakini unasikia tu Harrison Mwendo. Au time ako Jamu. Ilibidi mzee watu wa Coca-Cola. So unaona tournaments kama hizo imagine sasa ziko regular. Kuna ingine maybe after 3 months, after 6 months, after 1 year. Ziko nyingi. Yeah. You can imagine how many kind of players wenye tunaweza pata. Wengi sana. Ni wengi sana. True. Qatar is hosting the World Cup next year if God permits. Na situation ya COVID pia tujui lakini najua ataifanya. Bro, unajua mimi najua makeja za Uarabuni vile zinakaaga. Uko na keja yako hapo 17 bedrooms. Kuna moja ya daddy. Do I have a chance ama nilipe accommodation? But on the real, what is your take on Qatar hosting the World Cup next year? Are they ready? Because wao wamecheza huko. Magrao zimeisha because I think waliunda magrao kadhaa from scratch. Kweli? Are they ready? I think wanaenda kukuwa ready because magrao zenye zinatengezwa huko. Ukiangalia ile grao tulicheza FIFA Club World Cup, I think itacheza if not the opening game itacheza I think one of the top ranked games na naweza kukuambia from the quality of the pitch. Mzee hao watu infrastructure ni noma, wamejaribu all they can and unaona pia pale ni country yenye wanajaribu kuinua hiyo football yao, wanajaribu kudo a lot. Unajua government ina support, the Qatari Federation pia ina support. So naweza kukwambia a lot of preparation is going on from there na believe if situation itakuwa poa, unajua with COVID sahi and everything, I believe itakuwa ni a very good tournament. Good stuff, and I look forward to seeing you there in Qatar one of these fine days. Lazima nikam nione kuipiga pale. Waarabu watajua sisi ni kina nani. Karibu. Umesema kuna swimming pool lakini itabidi ufunike. Hakuna walio by the way wajuange kuswim. Hiyo ni tafauti. Kwani hujui kuswim? Bro, maji nazidi beseni. Sawa, maji unaionea wapi? Kwa supu? Hiyo achana nayo. Unapambana nayo. Boss, maji achana nayo. Ilifanyia mambo mbaya sana huko Coast. Mika, tumemaliza show. Nashukuru sana mazee for the opportunity leo umenipatia kukuhost despite your tight schedule. But nataka tu uangalie kamera hapa. There are very many players wale wana come up. The youngsters vile umesema wana aspire wapali huko kucheza kwa ile level umefika na achieve zile vitu umeachieve as an individual. What can you tell them? Like word of advice to the young coming players. First of all na thank wase wote wenye wamekuwa kini support kwa jani yangu ya ball. Nawashukuru sana
na ningependa kuomba pia muendelee tu kunisupport. Nitajaribu nifanye my level best kwa pitch, pia nijaribu kukuwa very good brand ambassador, not only for myself but for the Kenyan fraternity, na nijaribu pia kuweka jina ya Kenya in terms of football out there ikuwe ni fiti. So ningependa tu kuurge kawe ni any upcoming footballer ama mwenye una aspire pia kucheza professionally, kufika mahali penye nimefika, or even to go further than pali mimi nimefika. Mimi naweza sema tu discipline is key, naweza sema tu hard work, naweza sema commitment, because wase wengi wako na talent, unaona, but unapata the talent lazima uimatch na hard work na consistency, because consistency ni kitu yenye itafanya stand out, itakudifferentiate between a good player, a better player and the best player. So the best players wanaweza replicate the same performances week in week out, so it's consistency. So naweza sema tu hard work is key, consistency, commitment ni job yako. Make sure you do everything that you can, because umesema unataka kucheza upro, so commitment is key, and then above all discipline, na usahau Mungu, because I believe with God anakuzuia or anakupigania unseen battles zenye we you don't see. So unaingia grao, unacheza, umetoka unajapata injury, don't take it for granted, because wase wengi pia wanapata injuries kwa magame. God ameku make sure kuna club yako unacheza, so usahau Mungu pia, and I believe that's the message mimi ningeza kuwapatia. Unasikianga watu wanaitwa engineer, daktari, AKA za maana. Mimi AKA mimi hata sijui niko nayo. Yako ni gani? Buda yangu labda ni ukulima huko. Yaani watu wananijua na ukulima. Bro, hizi vitu tumeongea, I think they are the wanaitaga templates of life, because ukiweza fuata hizi vitu umesema, it tells me why maybe uko successful on and off the pitch. Sijai kuona kwa scandal, bro. Scandal yako ni mabao. Unaona? Wanasemaga you are kuna jina watu tumiaga. Una maraud hapo kwa net. So I think hiyo kitu mwambia mavijana, na vijana wamesikia, because when you role model, when you legend already, living legend, keep doing what you're doing, keep peperusha bendera yetu sana. Tukionaga mazee wa Arabu wanakuimba, unajua mimi nimeishi na Arabu, kufurahisha Mwarabu ni very easy. Na wewe already unafanya hiyo kitu, and I'm sure they'll do great things, watakufanyia vitu fiti sana. Mika, asante sana. Lakini kuna kitu nimekupatia ukasunda. Mika amesema akitoka Qatar, na hii ndio huyu amekaa, si mnamuona hapa, akitoka Qatar, his next club ile ana sign Samitsi Finest. Ai, boss. Mzee, asante kwa hii jezi. I think itaingia kwa collection sasa. Umesema utaiframe hang. Nikusainie nini buda? Nisainie mzee. Nisainie kitu mzee. Bro, thank you so much for the interview. Nashukuru sana, and all the people who've been watching the show, thank you so much. Everyone who's worked behind the scene, kina DV, Stallone, Daddy of course, for making this happen. Tutaonana baadaye. Asante. Salaam alaikum.